press na katika seminar kwamba tutafanya ufunguzi wa mashindano yetu, na rasmi sasa tupo hapa kwa ajili ya ufunguzi wa mashindano. Katika ratiba ni kuanzia saa 1 mpaka saa 7, na baada ya hapo ni ratiba binafsi ambapo ni burudani, chakula na mambo mengine mengi. Tuliahidi tangu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili tukisema kwamba tutakuwa na michezo ya viwanjani kama kawaida. Tutakuwa na michezo ya wakike na wa kiume katika kila mchezo isipokuwa netball peke yake. Netball tuna wadada, lakini volleyball tuna wakike na kiume, basketball tuna wakike na kiume, lakini pia football tuna wakike na kiume. Surprisingly enough tulijipanga kwa ajili ya kuwa na timu 20, but kama mnavyojua Dar es Salaam vyuo ni vingi. Wito umekuwa ni mkubwa, vyuo vimeitika, tuna vyuo 32 kwa upande wa michezo. Tofauti na hapo basi tuna burudani. Kategori ziko nyingi, ziko kategori 8 tofauti. Wakuimba na wakuimba kivyao vyao. Leo hapa wanafanya usajili na kupiga official photos for competitions. Lakini pia rap kama rap wanashindana kivyao, wanapiga picha, na kategori nyingine kuna fashion, kuna kuchora na nyingine nyingi. Kwa katika talent pia rasmi tumezindua, na tunakwenda tarehe 17 kufanya audition ya kwanza kwa dance. Na audition zingine ratiba imeshatoka na watu wamejipanga zaidi. Mbali zaidi hapo tuna games, tunafanya leo set kwa ajili ya tournament ya mfano, sio ya mashindano. Audition itafanyika, lakini pia tournament game itafanyika. Leo tunacheza Need for Speed, tunacheza FIFA 25 ya PS4, lakini pia tunacheza pool table kwa ajili ya mfano kupimana uwezo na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ni ceremonial, tuna ugeni kutoka baraza la michezo wakiambatana na vyama mbalimbali. Chama cha tennis ameshazungumza mwenyekiti hapa, chama cha mpira wa miguu atazungumza mwenyekiti, na vyama vingine kama netball na wengine. Tutakuwa tuna mchezo wa wale walioshiriki finali ya msimu wa kwanza kwa upande wa netball. Mabingwa walikuwa ni Kampala International University, wametua hapa na magari yao wako full mkoba, lakini pia tunawasubiri Ustawi ambao walipoteza katika game ya finali, na leo watajaribu kuona kwamba ilikuwa makosa au ilikuwa wana deserve. Leo wataonyesha na wanaingia sasa kwenye mashindano rasmi kuanzia Jumatatu ya tarehe 12. Mashindano yetu yanaanza tarehe 12 na yatatamatika tarehe 28 mwezi wa 6. This is Uni Champion Season 2 Unlocking Potentials. Yes. Siku ya leo ilikuwa ni muhimu sana wadau wamuone, lakini pia wanachokizungumza wadau leo kama tunavyosema unlocking potential. Tumewaita sisi wadau, hawatuchangii pesa, lakini wanatakiwa wachukue vipaji hapa. Sawa, tulikuwa tunaongea na mwenyekiti wa table tennis, anasema mimi leo watakaocheza alafu na kwenye mashindano wakafanya vizuri, tunawaunga kwenye timu zetu za Tanzania na wanaweza kushiriki mpaka mbali. Fursa iliyokosekana leo naweza kusema kwamba ilikuwa ni fursa kubwa, kwa sababu tumeconnect hapa na tunaendelea kuconnect hapa na wadau mbalimbali kutoka vyama mbalimbali vya michezo na burudani na sanaa. Kwa hiyo anakuwa amekosa hiyo engagement, lakini pia tumepata official photos. Tumekuwa na changamoto tukiwaambia watume picha ambazo zina quality tofauti. Sasa hawa waliokuja leo wameweza kupata picha kwenye bana letu hili zuri kabisa, lakini pia walikuwa wanashika zile picha za kategori zao. Sasa hii picha, huyu mtu atasumbuka, ataingia gharama kuja studio kwetu apigwe picha kwa utaratibu tena mwingine, na tuna wiki moja tu ya kufanya hizo zoezi. Kwa hiyo tunatoa wito, of course kuna dharura tunajua, lakini kuna kitu hapa ambacho amekikosa, lakini sio changamoto kubwa kwa sababu fursa bado ipo, na ni vyema tumefanya hii ili kusudi kuamsha yule ambaye alikuwa na sita ajue kabisa sasa anaingia miguu miwili kufanya hiki kitu. Zaidi ya hapo nafikiri tutoe wito kwa watu ambao hawajajiandikisha, room bado iko wazi, wajiandikishe. Tulisema sisi hatutamvizia mtu na kumfanya aonekane hana kipaji kwa sababu amechelewa. Pengine amechelewa kupata taarifa. Kwa taarifa anapoipata aingie kwenye Instagram, kwenye bio. Instagram page yetu ni Uni Champion. Kwenye bio kuna link pale itamuingiza kwenye channel. Taarifa zote atazikuta za tangu mwezi wa kwanza ziko pale. Atachukua taarifa, ataendelea nasi. Audition ziko kuanzia sasa mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo hata kosa audition yoyote. Mwenyekiti, so far so good, ufunguzi unaenda vizuri. Mashindano haya yanaenda kuleta fursa gani kwa mtu ambaye anashiriki, ukiachana na ushindi wa zawadi ambaye amepata kutoka kwenye mashindano? Safi, tuna partners mbalimbali. Partner namba moja ambayo tuko naye anaitwa Express Drive. Hao wanatoa fursa ya kuwafundisha udereva washiriki 300 katika washiriki tuko nao. Kwa hiyo hii kwanza ni fursa ya kwanza, kwa sababu unajua leseni ni kibali fulani ambacho kinakusaidia wewe. Lakini pia tuna partners wengine. Tuna partners ambao wataenda kuchukua vipaji vya stand up comedy, watu wa content creation. Tuna wadau mbalimbali ambao wanakuja kuchukua vipaji.
Lakini pia kama nilivyosema, vyama vya michezo vimealikwa hapa. Kazi yao ni kuja kufanya scouting, wachukue vipaji wakaviuze. Tuna mawakala hapa kuchukua wachezaji. Kuna vyuo ambavyo wametoka form 4 wameenda kusoma diploma. Wale bado wana umri mdogo wanaweza kuqualify kuingia kwenye academy mbalimbali, lakini pia kwenye timu mbalimbali za FC tunaweza kusema. Timu za mtaani. Kwa hiyo ni fursa. Sisi hatujalenga kufanya mashindano kwa watu zawadi. Zawadi zetu sisi kuna ambao wanasema ni ndogo, is of course ni ndogo, lakini mashindano sisi ni makubwa. Na tunatamani leta hiyo nishike. Tunatamani hiki kitu kinavyofanyika wadau waendelee kuongezeka, kuchukua hivi vipaji wakaviendeleze. Ndio maana halisi ya unlocking potentials. Potentials za vyuo wazichukue zifanye kitu zaidi ya taaluma ambazo wanasomea, zikafanye vitu vingine. Hicho ndio kitu ambacho sisi kama platform tunakitoa. Naitwa Smart Kiss, ni model trainer. I forgot that. Leo unashiriki kwenye ufunguzi wa michuano ya Champions. Okay. Ushiriki wako unaongeza nini na uko hapa kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi hasa kufanya nini? Niko kwa ajili ya kusimamia upande wa fashion, kwa ajili ya washiriki wote ambao wanashiriki upande wa fashion, kuwasimamia namna kuanzia mwanzo, kuanzia kwenye kutembea, jinsi ambavyo shindano litakavyoanza kwenye shindano lote, na pia kuwapangilia, kwa sababu katika kila nafasi kutakuwepo na nafasi ya mchujo pia katika wale washiriki ambao pia wataandaliwa kwenye mazoezi. Kwa hiyo mimi nitakuwa nasimamia training zote za mazoezi kuanzia mwanzo mpaka final. Kwa mwanafunzi ambaye labda alikuwa hana utaalamu na masuala ana kitu cha special ambacho angeshiriki michuano hii anakipata. Kwa sababu kama mtu ana mwanzo hajui chochote na uwezo wa kumfundisha, kwa kama anahitaji kufundishwa anaweza akaja akashiriki pia kwenye shindano nikamfundisha, kwa sababu hakuna chochote kisichowezekana. Kama mtu na passion na kitu chochote inawezekana nikakufundisha mpaka mwanzo, mpaka shindano, mpaka likaribie final, tayari utakuwa ushajua. Kwa sababu tofauti, unajua mashindano mengine huwa tunasema inakuwa moja kwa moja, kuna kwa hakuna mwalimu. Sawa, ile hapa Uni Champion kuna mwalimu, kwamba washiriki ataingia kwenye darasa la mafunzo, atafundishwa. Baada ya hapo final, kila mtu atakuwa, hata kama atakuwa mwanzo alikuwa hajui chochote, final lazima atakuwa tayari kashapata kitu. Okay, kwa majina naitwa Mr. Fresh, ni MD kutoka CUC. CUC ni Creative Uni Connect, na sisi tuko partnership na Uni Champion kwa ajili ya kuweza kuzilaizi hizi talent ambazo zipo. Kwa hiyo sisi tumedili sana na upande wa talent aina zote. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha haya mashindano yanaenda sawa. Tunahakikisha creativity imesimama. Tunajua hakuna mashindano ambayo yanaenda bila creativity. Kwa hiyo sisi tumejipanga vizuri, tutakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kila mtu ana perform kwa ubora ulio sahihi kabisa. Yeah. Kwenye eneo hilo la ubunifu. Yes. Kwa wanafunzi ambao watapata nafasi labda kushinda nafasi zote zile. Ndio. Na kipi ambacho mnaweza kufanya? Okay. Yes, of course. Swali zuri sana. Cha kwanza, unajua mshindi yoyote lazima kuna amount ambayo huwa inaandaliwa, lakini tofauti na hapo, tofauti na zawadi za ushindi, unajua kila kitu hakiendi bila kutengenezewa system nzuri. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kumshape, tupo kwa ajili ya kumnyoosha, kumuelekeza namna gani afanye, njia gani apite, sehemu gani aende na sehemu gani aende, ili apate kufanikisha katika career yake ambayo yuko nayo. Kwa hiyo lazima tumtengenezee system nzuri ambayo atakutana na ambassador, atakutana na watu wa kumpa pesa kwa ajili ya kuendeleza maisha yake pia, kwa sababu tunajua talent inaleta pesa, unajua, na unajua unatakiwa uichange ile talent kuletee pesa. Kwa hiyo sisi tuko kumhakikishia kwamba zile system za kuichange ile talent kuwa pesa, tutamuelekeza na atajua namna gani afanye ili mambo yapate kuwa sawa katika talent yake. Na ni kiliwavutia wafanya nyinyi mkasogea na kushiriki pamoja na Uni Champion? Okay, cha kwanza Uni Champion ni platform kubwa. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo kilichotufanya tukasogea hapa ni ukubwa wa project. Na tukaona katika huu ukubwa kuna namna tunaweza tukafanya ili tuwakute hawa watu, kwa sababu kama ni kubwa it means washiriki ni wengi. Na washiriki of course ni wengi sana, zaidi ya 260 ni watu wengi sana, au ni wa kuimba tu, upande wa kuimba, lakini kuna watu wa hip hop, sijui watu wa nini. Kwa hiyo washiriki ni wengi sana, lakini sisi tumejipanga vizuri na tumeona hii ni platform bora kabisa kuweza kuonyesha na kuonyesha vijana njia, kwa sababu sisi ni sehemu ya kuonyesha vijana njia.